Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tutazame tena huko Mashariki ya Kati. Katika mazungumzo na Marekani, Misri imehimiza Israel iondoke katika ukanda wa Gaza na ifungue tena kivuko cha Rafah, badili mawazo kuhusu njia ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya Misri na Marekani na njia za kuendeleza uhusiano wa pande mbili katika nyanja za kisiasa na kiuchumi. Majadiliano hayo yalihusu pia yanayojiri katika eneo la Gaza, Sudan, eneo la Pembe ya Afrika na usalama wa maji wa Misri. Abdellat alisisitiza umuhimu wa kutekelezwa majukumu ya awamu ya pili ya mpango wa Trump kuhusu Gaza, kuungwa mkono kamati ya kitaifa iliyopewa jukumu la kuendesha eneo hilo la Palestina lililowekewa mzingiro, na kupelekwa haraka kikosi cha kimataifa cha kurejesha uthabiti ili kufuatilia usitishaji mapigano. Aidha, alitilia mkazo udharura wa kufunguliwa tena kivuko cha Rafah kilichopo katika mpaka wa pamoja wa Gaza na Misri katika pande zote mbili, na kufanikisha uondoaji wa kijeshi wa Israel huko katika ukanda wa Gaza ili kuandaa mazingira ya kutekelezwa mapema ujenzi wa eneo hilo. Siku ya Jumapili, redio ya jeshi ya utawala wa Israel imeripoti kwamba Washington ilikuwa imefikia makubaliano na waziri mkuu wa utawala wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusu kufunguliwa tena kivuko cha Rafah, ambayo ni njia muhimu ya kupitisha misaada kuelekea Gaza. Tovuti ya habari ya Israel ya Wala imedai kuwa kivuko hicho kinatarajiwa kufunguliwa baadaye wiki hii. Hata hivyo, moja kati ya changamoto zilizopo wakati huu ni Israel kutokubaliana na mpango wa Palestina waliopo katika eneo hilo la ukanda wa Gaza waondoke zaidi ya kuingia katika eneo hilo la Rafah. Moja kati ya mambo ambayo Misri pamoja na mataifa ya Kiarabu yamegoma ni kile ambacho Israel inataka kuondoa wakazi wa ukanda wa Gaza na kuwapeleka katika taifa la Misri. Misri imekataa mpango huo ikisema hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Wewe kupata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.